Na wangu, ukisoma sana utakufa maskini. Ukisoma sana utakufa maskini. Si kauli yangu, bali ni kauli ya aliyekuwa mentor wangu kazini wakati nafanya kazi katika hospitali ya mkoa wa Kagera kati ya mwaka 2014 mpaka 2016 hivi. Yeye huyo alikuwa ni mentor wangu. Alikuwa ni mzee takriban miaka 58 na kipindi kile mimi nilikuwa na miaka 34. Aliniambia kauli hiyo jioni moja tulikuwa tunakaa katika moja ya viwanja vya mjini Bukoba. Kauli hiyo nadhani kwamba inadhi yake elimu. Pengine watu wengi wamekuja kwenye comments, lakini wengine wanafuata inbox wakifikiria kwamba sisi tunadhi yake elimu, ama yeye huyo daktari alikuwa na nadhi yake elimu, au pengine mimi pia katika mafundisho yangu mbalimbali huwa naonekana kama vile naponda sana elimu, kama vile nachukia sana elimu. Lakini hapa nipo kwa ajili ya kujibu swali la jumla kwa watu wengi kwamba sipondi elimu, bali nachosemea ambacho nafikiri hata yule daktari alizungumzia, na hata juzi nilipoongea naye kwa simu, yuko Dar es Salaam kwa sasa hivi, ameoa, amepata kuishi maisha yake, lakini alichoniambia, alisitiza vile vile kwamba issue sio kusoma, issue unasoma kwa ajili ya nini. Kama unasoma kwa ajili ya kuongezewa cheo kama yeye ambavyo anafanya, alikuwa anakuja kazini, alianza chini kabisa, alikuwa anakuja mwanzoni kabisa alianza na level ya chini kabisa ambao ni CA, baadaye akaja kuwa super specialist katika endoscopic surgery, daktari bingwa mabingwa katika upasuaji kwa njia ya mirija. Sasa alitumia miaka mingi, alikuwa anakwenda kazini, anapata mshahara unakuwa utoshi, analazimika tena kwenda kusoma, ili akienda kusoma akirudi kazini aongezewe cheo na kupandishiwa mshahara. Sasa alikuwa akienda namna hiyo, anarudi tena masomoni, baada ya kurudi kazini anagundua kwamba mshahara utoshi, anarudi tena masomoni, anasoma, anapandishwa, anarudi kazini, anapandishwa cheo, anarudi tena kugundua kwamba mshahara kumbe hautoshi vile vile. Akanarudi tena kwenye huo mzunguko wa kusoma, kupandishwa cheo, mshahara mdogo, kusoma tena, kupandishwa cheo, mshahara mdogo, mpaka alipostaafu akiwa na miaka 60 mwaka 2015-16, na akapewa milioni zake 200 akiwa tayari of course amezeeka, hawezi kuthubutu sana kufanya mambo makubwa kama ambavyo angefanya akiwa kijana. Kwa hiyo si kwamba aliponda elimu, au sio kwamba mimi naponda elimu, bali yeye kauli yake ile alimaanisha kwamba mtu unapokuwa unasoma sana kwa ajili tu ya cheo, hapo unaenda kufa maskini, kwa sababu siku zote ukienda kusoma utarudi, lakini ukirudi kazini kwa ajili ya cheo kitapanda sawa, lakini mshahara wako utapanda kiduchu, na ule unapopanda kiduchu haitaendana na kasi ya upandaji wa gharama za maisha. Kwa hiyo akajikuta kwenye futile cycle, mzunguko ule, na mwisho wa siku wengi huishia kuwa maskini kwa sababu ya degree ya kwanza mshahara kidogo, nenda kupata degree ya pili mshahara kidogo, anarudi kazini, degree ya tatu, hivyo mpaka mtu anafika hatua kuja kustuka hivi, umri umekwenda, naambia okay, lazima kustaafu pengine miaka 60. Sasa hapo ndo changamoto ambayo inatokea. Lakini kama unasoma kwa ajili ya kwenda kutatua changamoto ya jamii yako au jamii yako mwenyewe, kwa sababu elimu inabidi imsaidie mtu kuyajua mazingira yake na kuyatawala. Sasa kama unaenda kusoma kwa ajili ya cheo na sio kutawala mazingira yako, hapo ndo kufa maskini. Lakini kama unaenda kusoma kwa ajili ya kutawala mazingira yako, basi wewe ukisoma sana utakuwa tajiri. Na ikumbuka hata hivyo watu ambao wamefanya mambo makubwa duniani si wale ambao wamesoma sana. Ndio kitu cha kustajabisha sana. Na hata mwanzilishi wa matibabu ambayo tunafahamu, matibabu ya kisasa, modern medicine, Hippocrates, yeye hakuwa msomi. Ni miaka takriban 2500 hivi 3000 iliyopita, na yeye ndiye aliweza kugundua matibabu ambayo tunafikiria sasa hivi, na mahospitali ya kisasa yanajengwa kila kona ya dunia. Ni yeye alianzisha, hakuwahi kwenda darasani. Pengine mimi ndo maana huwa nafundisha sana kwamba elimu ambayo ni sahihi upatikana zaidi mtaani na sio darasani kama watu wengi wanavyofikiria. Watu wengi udhani kwamba kwa kwenda darasani unakuwa umeelimika, lakini mimi ni kinyume tofauti. Nafikiria kinyume kwamba kwenda darasani haitoshi tu, bali itabidi upate na elimu kubwa zaidi ambayo mimi nadhani upatikana mtaani. Watu wengi udhani mtaani hamna elimu, na watu wengi udhani kwa kukaa madarasani utapata elimu. Mimi kwa miaka mingi ambayo nimepita madarasani, takriban miaka 20, nikiwa natafuta hiyo shahada ya kwanza ya daktari, na baadaye kwenda kwenye chuo kikuu cha mtaani, kwenda mtaani, nimegundua kwamba elimu kubwa upatikana mtaani. Na pengine mimi nimegundua kwamba aliyekaa miaka 5 darasani na aliyekaa mwaka mmoja mtaani, huyo mwaka mmoja mtaani ana elimu kubwa zaidi kuliko miaka 5 darasani. Ndio mambo ambayo nimegundua. Kwa hiyo ndio maana nilianzisha chuo kikuu cha mtaani, kitivo cha misukosuko, ambapo ninafundisha masuala ya ujasiriamali, elimu ya mtaani, namna ya kusoma na kuandika pesa, mambo kadha kadha.
falsafa kama vile mali ni watu, na pengine falsafa nyingine kama P3 za biashara, ujenzi wa biashara na sio kufanya biashara. Nimekuwa nikifundisha mambo haya mara kwa mara, na leo jioni saa 2 usiku nitakuwa na session ambayo itaendeshwa kuanzia saa 2 usiku mpaka saa 6 usiku nikifundisha P3 za kujenga biashara. Kumbuka kwamba biashara huwa haifanywi, biashara huwa inajengwa kwa kutumia nguzo 3 ya process, ina maana mfumo, ya people, ina maana watu, na product, ina maana bidhaa. Siku ya leo nitakuwa live. Kwa wale ambao wanapenda kushiriki siku ya leo katika seminar ambayo itakuwa live kupitia mtandao wa Google Meet, actually unatuma ujumbe mapema kwa njia ya WhatsApp 0743 812 853. Kwa wale ambao utashindwa kushiriki katika seminar hii, ambapo nitatema nondo kwa masaa 2 mpaka 4 kupitia hiyo Google Meet, unaweza kunitumia ujumbe kwa WhatsApp 0743 812 853. Utatumia video ambayo iko recorded video ambayo utaweza kujifunza yale ambayo wengine ambao watakuwa wameshiriki wamejifunza. Hii ni Aje Farms, mashamba na utembea, na mimi naitwa Daktari Mkulima kutoka Chuo Kikuu cha Mtaani Kitivo cha Misukosuko, na mimi ni mwadhiri katika chuo hiki kikuu cha Mtaani Kitivo cha Misukosuko. Usikose.